moja baada ya mwingine, tutakuwa tunachukua shida moja tunatatua, alafu tunaenda kwa mwingine. So sasa hii nimerudi na nitawajibika. Kuna wale walikuwa wanauliza kama wanalipa pesa wewe kuwapitisha kufikisha kwa Lorenzo. Hapana, hakuna kitu ambayo wanalipa. Ni free of charge na atusaidii ndio tulipwe. Naam. So unawasaidia hivyo hivyo wakifika kwa So watu wangu tuko ndani ya HK Show. Leo niko hapa just days after mambo mingi imefanyika, but tunashukuru kwa sababu kila kitu inaendelea, na tunashukuru pia Mungu kwa sababu tukisha mbali. Lorenzo, vipi? Niko salama. Uko fresh? Niko fresh. Na uko na kibeti chako hapa. Mambo vipi? Niko poa. Uko fine? Kabisa. Anaitwa Grace Malagon. Nilikuwa nimesahau hiyo Yeah. So unasemaje? Nimewaita hapa leo, naomba niweke hii hapa iwe kama professional ndio isikike. Najua tumekaa hapa, kwanza tuambie tuko wapi. Tunafanya nini hapa? Kwa nini kinakaa kimetengenezwa vizuri hivi? Hapana, hii lazima niweke hapa bando nisikie vizuri. Mimi lazima, alafu before tuende pale, daktari anakuja. Daktari, watu wangu, daktari alikuwa ameenda Brazil. Nimetoka kumchukua airport some minutes ago. Right. Nimetoka kumchukua airport some minutes ago, and in the next 3 minutes he will be here. Do you know why? Tumekuja na yeye, nikamwacha akifanya mambo yake kwa gari. Okay. Yes. So tupe story kidogo. Why are we here? What are we doing? Kwa majina tena ni Lorenzo Malagon. As you can see here, we are preparing ourselves for our wedding show. Yes. Wow. Jitayarisha kwa harusi yetu. Nilikwambia mwendo tu ni pole pole, mambo ni pole pole. So mlikuwa serious, watu waache kuona kama nyinyi majoka. We are serious HK. Okay. Tuko serious. Yani we are very serious with this wedding. Okay. I want to accomplish it. Unaongea na sauti ya chini, wana umenyongwa, hata huna furaha. Jamaa, watu wangu, jamaa ana furaha. Nina furaha. Lazima nionyeshe kila mtu nina furaha. Mimi nafaa kuona una furaha. Mimi niko na furaha. Unaongea? Hapana, nina furaha HK. Niko na furaha mwingi sana sababu nilitamani sana kufunga ndoa. Nilitamani sana. Sikujua hii siku itajafika. Sijasema siku ya leo, sisemi leo, lakini sikujua ati nitaja funga ndoa. But nafurahia sana kwa Mwenyezi Mungu pia. Ameniwezesha nikafika pia mahali naelekea. Yes. Mungu ni mkubwa siku zote. You have a big God. Yeah. So as you can see, I'm with my wife here. So hata yeye anaweza penda ongea kidogo, sio kwani mimi ndio naongea sana. Tuambie kitu. Mimi najua mimi sina mengi ya kusema, mimi nikusikiza tu. Me, I'm so happy. I've been waiting for that moment kwa muda mrefu sana. Na sasa naona siku zimekaribia. Ndio maana tuko hapa. Tupange hayo mambo. Okay. Watu walikuwa wanasema ni kusanitize. Nikawaambia wewe ni mtoto wa serikali, sitaki kuguza serikali. Ulikuja kwa confirm hiyo kitu nilikuwa naongea juzi. Nilikuwa nataka useme. Mtoto wa governor bana. Nilikuwa nataka utangaze hivyo. Sitaki kutaja. Governor mwenyewe yule ni mtoto wako, ni macho. Ungetangaza ungekujua papo hapo. Ungeacha niende. Ningekubali tu uende sababu unajua tu. Ningeacha uende mimi. Nimewaacha. Lakini unajua ungeenda. Naye ningekuongelelea huko naye. Ningesema bana usiache mkono mtupu bwana. Umetoka lazima pia wewe kuna watu unaangalia. So ama niongee saa hii. Hiyo ni akili nimekupanua sasa. Tuwezi fanya hivyo sasa hivi. Watu wangu si amesema. Hapana. Ningeenda angeniongelelea. Ningekuongelelea. So wacha nimsanitize, wanikujie. Alafu niende huko ndani. Hapana. Alafu uniongelelea huko ndani nitoke na kitu. Hapana. Sasa kwa saizi mambo ni mengi. Hiyo wakati mambo yalikuwa machache, lakini kwa sasa hivi sina tuko na matayarisho kama haya. Hatuwezi. Hebu uzungushe hiyo kamera kidogo mara moja tu watu yani 1 2 3 4 5 6. Director amekula viazi huko nyuma, anagonga kamera badala ya kurekodi. 1 2 3 4 5 6 7 mali tumekaa. Yes. Bado kuna kurokoroko na kuna nyingine huko. Lakini unajua ni funny bro. Kwa nini? Mimi niko kwa committee ya hii hivi. Lakini mbona sikuwa na habari? Umenipigia tu simu kwa habari. Nisikie kuja mkutano sahihi. Bana mtu anaambia marafiki bana. Niite fans wangu. Hapana. Ni opinie location.
Mimi hupenda kusurprise marafiki zangu. Okay. I do like surprises. That's why nilisema nitakusurprise. Hata umeona vile tumefika hapa umeshtuka. Sijui unashtuka nini? Yaani mambo unafaa kuzoea. Yati I thought maybe utaniambia before. Hapana. But daktari ndio amefika. Okay. I told you he's coming. Amefika. Mimi nishaongea by the way, nilikuwa naongea. Daktari told me yeye alikuwa anajua. So mtu alikuwa ajui peke yake ni mimi. Wewe tu. Hata mke wangu alikuwa ameniambia nikwambie, lakini ngamwambia hapana, sio kila kitu tunaambia HK. Hapana. Let this time acha to do the other way around, to surprise. Na nimeona pia nilikuwa nadhani wewe si mtu wa kushtuka, kumbe unaweza tishwa kidogo. Hata mimi naweza shtuka bana. Kumbe unaweza shtuka. Kwani unafikiria mimi si mtu? Yes, daktari. Anafanya mbio. Karibu sana Daktari Mwanga. Huyo anaitwa DM. Anaitwa DM. Karibu sana DM. Vipi HK? Niko fine sana daktari. Tumekuwa na wewe airport. Sasa nimefika hapa. Tumefika, hata mimi nashukuru. Yes daktari. Nilikuwa Brazil. Brazil kunasemaje? Uko sawa? Na mmesalimiwa? Shukrani daktari. Ndio. Mmesalimiwa bwana. Tumesalimika daktari. Safari imekuwaje? Safari imekuwa mzuri. Okay. Na nimefurahia kutoka Brazil. Sisi tumefurahia kukuona. Sisi tunafurahi tukiona umefika, wewe ni baba yetu. Huku watoto wako wanataka kufunga ndoa. Daktari, nilikuwa najua umenishangaza sana, ulikuwa umenihintia lakini nilishtuka kufika hapa. Sikutarajia Lorenzo anaweza amua kufanya hizo vitu zote bila kuniambia. Lakini kama wewe ulikuwa unajua iko sawa. Nilikuwa nimekuambia kwamba Lorenzo anafunga ndoa. Na pia daktari nimeweka kwa hiyo committee. Na naona wamepanga. Wamepanga, daktari anaonyesha mara nyingine tena daktari wakihesabia. Daktari wana 1 2 3 4 5 6 7 8. Ukiona pale kuna mtu anakagua pia. Unaandika watu kadhaa hapo. Daktari unaona huyo mtu? Mtu anakagua. Yeye ndo alikuwa anaendelea kuweka. Ningeomba Lorenzo atuaite hata mafans wake. Mbona hajaarika kila mtu mpaka viewers? Lorenzo namna gani? Daktari. Unajua ukisema hivyo, hiyo utaniletea vita hapa kwa harusi yangu. Sababu najua na uhakika my wife. I'm very much sure. If you invite these people. Wacha nikae hapo katikati ndio nisikie kila kitu bwana. Unaweza kaa karibu na daktari. Yaani lazima ukae karibu na wacha kumvuta. Bwana. Nataka kukaa hapa ndio niweke microphone kila mtu asikie. Songa kuja hapa. Songa. Lorenzo. Haya basi songesha yako ishikana na daktari. Haya, mtu wa Lorenzo. Umekataa nikaa katikati yenu. Director anataka mangumi. Watu wangu director wangu huyu leo hafai kulipwa. Haya. HK. Yes. Harusi naona tuko nayo. Harusi kabisa imefika. Sasa naona naweza sisitiza kwamba Lorenzo alike hata ma viewers na fans wake bana. Ama namna gani Lorenzo? Naona harusi iko na mmejiandaa na kweli Lorenzo ako na pesa. Unaona HK? Sijui kama unaona hiyo venue venye imepambwa. Mambo ni kali huku, mambo ni live. Inaonekana Lorenzo Maragon pesa ako nayo. Na harusi itakuwa ya kimataifa. Umejipanga? Jipanga naye nimejipanga daktari, lakini saa alika ma viewers. Kama unasema aje? Alafu daktari, mimi ningeomba wapeka ushauri kidogo. Unajua umetoka majuu huko. Kuja na nini? Waongelesha tu kama watoto wako. Taongelesha. Lazima niwape ushauri, lakini Lorenzo umearika nani na nani? Sisi vile tulionelea na mke wangu. Tuliona it's better sisi kivyetu to invite our friends from Switzerland and Australia, 200 people. And this wedding is for the invites only. Kuna wale wenye wameinvitiwa peke yake. Naomba kama fan. So if you are not invited there, do not show yourself in this venue. Tulikuwa tunataka watu wachache, si wengi. Ni watu wachache.
Sasa so watu watakuwa harusi ni watu wameinvitiwa. Yeah, only the invites only. Oh, nimefurahia sana. Because unaona daktari, ukiniambia to invite even the viewers, Naam. you know the protocol. So unaelewa vile hao watu wataniandama hapa. Yeah. Hawatataka kuenda, wataka niende na wao. Nitawapeleka wapi? I don't have enough accommodation to support them. Italeta mambo mengi, Bring a lot of madrama. issues here. Naam. Yeah. I know what you're trying to do. I'll support them. I'll support them. But after all this is done. Sawa. Check kamera kidogo huko. So mi nimefurahia sana na mi naweza toa ushauri yangu kwa mke wako, ndio mke mtarajiwa Grace. Ningeomba Grace, after harusi, najua au ukifunga ndoa, najua sasa ile mambo ulikuwa nayo saa ingine ya starehe, najua sasa utakuwa mke wa Lolenzo. Sasa uache mambo mingi. Daktari, mtoto wa gavana huyu. Kumtaja, unasema kumtaja na kujiwa asubuhi. Kujiwa hapa sasa hivi bwana. So mambo ya sherehe nini, ujua sasa umetoka hiyo stage, sasa umekuwa bibi ya mtu. Kwa sherehe sitapatikana hata. Kwa sherehe sitapatikana. Ujue umekuwa bibi ya Na mtu. nikikupata kwa sherehe nifanye nipige picha. Hautanipata. Alafu mimi nitakuletea zawadi ya kitu inaitwa blanketi na mattress. Nitashukuru. Hiyo kazi yake ni ya pale kitandani. Utengeneza majembe. Lolenzo nilipeanga. Daktari does not want peace. Yes. Anataka watu wapige majembe, walime. Ujue Lolenzo nilimpeanga dawa, sasa yako na nguvu za kiume. Umeshaanza kulima Lolenzo. So hiyo zawadi yangu, unajua mimi nitakuja na suti. HK? Yes, daktari. Lazima tupime suti. Sawa. Ya black. Lorenzo. Suti mimi daktari suti. Nataka suti. Suti mpya. Ina kama ya Ruto, hii inaitwa kaunda suit. Sasa Sijui kaona nielewa. Daktari, umekaa Kenya sana mpaka unatamani president wa Kenya. Nataka hiyo suti yake. Inaitwa kaunda. We shall see into it. So zawadi yangu ndakuja na mattress na gondoro. Hiyo ni mambo ya pale bedroom. Lolenzo sasa yako na nguvu. So hakuna kukawia, tunataka hata watoto. Unasikia Lolenzo? Nasikia daktari. Alafu ushauri ya mwisho ni kwamba Mungu abariki ndoa yenu. Msisikize watu. Sawa Grace? Lolenzo akikosea na huko usimwekea maneno. Kwanza kuja umuongeleshe kama mume wako. Yaani mambo yenu mnatatulia kwa nyumba, usisikize watu kwa sababu watu ndio wanaharibu ndoa za watu wengine. Ama namna gani Lorenzo? Kweli. Msisikize watu. Na ya ine, Lorenzo, usipige bibi yako. Ndoa ijengangu na vita. Hata ukikasirika usimpige. Ule mwanaume anapiganga mwanamke ni coward. Sijui kama unanielewa. So mbuzi. Usipige mwanamke. Kukosana ni lazima, lakini isifikie kwa vita. Hiyo violence si mzuri. Nitakuletea Land Cruiser, unajua hiyo. Ndoa haijengwi na nini? Na vita. Lakini hakuna ndoa bado itaenda straight. Kuna hapa na pale. So ni kuelewana na kufanya nini? Kuvumiliana. Ama namna gani? Ni kweli daktari. HK? Yes. Mimi nimewashauri. Na pia naona komiti inaendelea vizuri. So najua mtakommunicate hiyo date ya harusi na tutakuja. Kama wameshapanga hivi saa hii, simaanisha ni kesho kutwa ama kesho. Lorenzo, ni siku gani? Ni kesho ama kesho kutwa? Si haraka hizi. Lakini ushapanga vitu kwa nini? Vitu zimepangwa. Hapa usiwe na haraka, usiwe na wasiwasi. Ama ni vile hutaki kusema tu. Daktari. Daktari tuambie ni kesho ama ni kesho kutwa kwa sababu hawezi hata vitu. Daktari, kwani mnaniweka nje nyinyi wote wawili? Hapana. Wewe najua mpango ni kama wiki moja hivi.
kwa sababu LHK lazima kuna pasta atakuwa kuna wageni wangu wale wanatoka nje, wageni wake ambao wanatoka nje. Kwanza kuongea kabla siku. No, kuna wale lazima wakue. Yeah, they are those who are supposed to be there. Yeah. Na kuna bado catering services. Hao nitaenda kuwachukua hapo. There are those who are supposed to be there. Tunatuma niwachukue. I'll send you. Takutuma. Na bado mpango ya chakula, bado catering services. So chakula bado unajua lazima tukule mbuzi. Juu mwaka ni kuisha inaisha. Okay, do you know the reason why Lorenzo anaamua kufunga 2025 na anafunga 2025 na kufunga paka kidole. Anaanza 2026. Anaanza akiwa Lorenzo wa Grace wa Lagos. Bas, ndio hivyo. Hata wangu mimi naweza watungia wimbo. Okay. Mimi nitakuja niimbe. Okay. Ukinipea hiyo nafasi. Naomba ni interrupt kidogo tu daktari. Fans wangu walikuwa na complain kidogo daktari. Naam. Wakisema wewe uliwasahau. Naam. Walisema Lorenzo alisema wapitie kwako, lakini wewe hauwajibu messages, hauwapigii simu, sijui utawaambia nini. Kwanza kama wamepita watafikia Lorenzo wasaidike ama hapana. Na kufikia saa hii kuna wale wenye umeshawajibu, kuna mwenye aliniambia umemjibu. Sasa sijui kama umejibu wote ama bado. Na kama watapata usaidizi kwa Lorenzo ama hapana. Just that daktari. Alafu ingine ndio ukiongea yote once daktari. Sonia alisema asante sana. Mahali yako hapo sawa sawa vizuri. Ndio. Yes. Sawa daktari, tuchatane. Sawa. Lorenzo tulia. Mimi nimeongelesha daktari. Kwa mafans nilikuwa naomba wasubiri. Nilipokuwa Brazil, si unajua mawasiliano tungeongea vizuri, lakini vile nimerudi nitawajibu. Nimejibu moja wawili. Lakini watasaidia na Lorenzo. Moja baada ya mwingine, tutakuwa tunachukua shida moja tunatatua, alafu tunaenda kwa mwingine. So sasa hii nimerudi na nitawajibika. Kuna wale walikuwa wanauliza kama wanalipa pesa wewe kuwapitisha kufikisha kwa Lorenzo. Hapana. Hakuna kitu ambayo wanalipa. Ni free of charge na atusaidii ndio tulipwe. Naam. So unawasaidia hivyo wakifika kwa Lorenzo, kama watalipa huko hiyo ni yao. Sawa. Alafu hiyo hiyo ya Sonia nimefurahia sana juu Sonia alisafiri. Na tulikuwa tumepanga hii ilikuwa chini ya maji, lakini hatimaye Mungu amemsaidia, amesafiri akaenda ng'ambo. Naitwa James Wilson Humanitarian Initiative. Yeah. UK. Yeah. Lorenzo nani Sonia pali yako najua anafurahia sana. Juu atafanya kazi na atapata pesa yake. Yeah, so hata mimi nimemuombea tu aweze kusaidia. So nashukuru mafans na nashukuru HK tulipanga naye, na pia Sonia najua pali yako anafurahia na atapiga kazi. Namtakia kila mema nchi yenye yako ambaye ni United Kingdom, UK. Yeah. London to be precise. Yeah. Mungu amsaidie. Amen. Yeah. Lakini alikuwa anasema ati anaweza rudi kidogo ndio sijui alikuwa anapanga aje. Baada hajaniambia. So sawa. Lorenzo, kwani unalia? Watu wangu daktari bwana leo Lorenzo analia ama ni kuwaza tu anawaza? Kwani anawaza Sonia? HK. Nini unafanya? Babe, did you hear that? Nasikia. Kwani umeshangaa Lorenzo hujui maneno? Mbona hukunieleza haya maneno HK? No, but you people broke up. True or false? Simuliachana Sonia. Tuliachana, sikatai. Sio uko na Grace. Niko na Grace. Focus na Grace sasa. Na harusi sijui tuna nini? Tunapanga. Kabla mwaka cancel kwa sababu mwaka ikiisha harusi tunakuwa tunasema na cancel. Wewe ni vitu unataka kunianzishia. Mbona unawaza unalia? Macho yako yamekuwa red. But I thought we were friends, HK. Yeah, we are friends, but mambo ya Sonia inamhusu yeye. Umeona hapa Sonia mahali ama dada ya Sonia? Si unaona hapa bro, sticky. Mimi huwa nafanya hivi bro. Nacho unanijua. Mambo kama inakuhusu wewe na kuweka wewe. Unaona hapa tuko daktari, wewe, your wife na mimi. Si ndio? Because it is concerning us.
yenye inahusu mtu mwingine nitamweka huko kando. So that is why sikukwambia anything. Ama ukitaka aone harusi yangu? Sasa sikutaka aone harusi yako. Ama mko na njama na yeye? Unajua pia wewe nakuogopa sana. Daktari, mjibu hiyo swali. Njama gani? Lorenzo, kitu ya kwanza muli break up. Muli achana. Unafaa asikie vizuri. Kubali. Na nani Sony aka move on na akafunguliwa nchi, tukapanga tu amefutuka, akapata connection nini, akarudi UK tukapanga. Sikatai daktari.